Kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, vilio vimesikika nje ya viunga vya mahakama baada ya mama wa mfanyabiashara maarufu Niffer kuangua kilio, na hii imetokana na kutoachiwa kwa mwanae kama ambavyo pengine ilikuwa imetarajiwa na watu wengi ama na yeye mwenyewe, baada ya kufuatia tamko la Mheshimiwa Rais la kuwasamehe watu ambao wamefuata mkumbo kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea juu ya maandamano Oktoba 29. Sasa bahati mbaya sana Niffer hayupo kwenye kundi hilo, na bila shaka hicho ndicho ambacho kimechukua pengine hisia za mama yake Niffer, kama ambavyo ulikuwa unasikia pale mwanzo alivyokuwa akipiga kelele na akilia, na hata nguvu kukosa, baadhi ya watu wakawa wanamsaidia hapo kama ambavyo umeshuhudia. So mjadala umekuwa mkubwa kwenye mitandao. Wapo wanaomuonea huruma, wapo wanaosema kwamba mama alipaswa kumkanya mtoto wake kabla hajafanya makosa ama kabla hajafanya matukio yale ambayo tumeyaona. Unaona, lakini kubwa zaidi ni kwamba kuna wengine 20 tayari wameachiwa, watuhumiwa hao wenye walikuwa wanatuhumiwa kwa mashtaka ya uhaini, ambapo taarifa inasema kwamba mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP ameondolea mashtaka washtakiwa 20 waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, isipokuwa mfanyabiashara Jennifer Jovin Niffer na Mika Chavala. Wakili wa serikali Titus Aaron yeye amemueleza hakimu mkazi mkuu Arion Lyamuya ya kwamba DPP ameondolea mashtaka hayo hii leo. So kwa mara ya kwanza watuhumiwa hao, ikumbuko, walishtakiwa mahakamani hapo Novemba 7, 2025 na walikuwa wanakabiliwa na mashtaka 3 ya uhaini. Baadhi ya wengine kama ambavyo unaona hapo walikuwa wanateremshwa wakiwa wana majeraha makubwa, kama huyu kijana mwingine hapa alikuwa hawezi kabisa kutembea. Kwa hiyo alikuwa anabebwa na wenzake kwenda huko mahakamani. Bila shaka na yeye pia msamaha utakuwa umemfikia. Hii inatafsiri nini kwako wewe, na kitu gani unajifunza kupitia haya yote yanayoendelea kutokea na unayoyaona hapa? Utaniandikia kupitia Upupu Podcast, lakini vile vile leo kupitia mkutano ambao ameufanya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Ikumbukwe tu ametoa rai pia kwa Watanzania wasije wakafanya vitendo ambavyo vilitokea ama vilifanyika kama Oktoba 29, kwa sababu sio vizuri na vitachafua nchi yetu, lakini vile vile vitawaingiza watu kwenye matatizo kadhaa, ikiwemo ya uchumi, kisheria na mambo mengine mbalimbali. Mami.